baada ya kushuhudia mtanange mkali wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao ulikuwa unakutanisha Young African na JC Kabylie, ambapo ulipigwa kule visiwani Zanzibar, ambapo mchezo huu ulikuwa ni muhimu kwa Young African kuweza kupata pointi 3 na kufunga magoli mengi, kwani ulikuwa unawavusha kwenda hatua ya robo finali, lakini ulikuwa unategemea mchezo mwingine wa Al Ahly na FAR Rabat, ambapo Young African alikuwa anahitaji ushindi na ushindi huo umeambatana na magoli mengi, na Young African jana amefanya hivyo, ameshinda, amepata pointi 3 muhimu, lakini ameshinda magoli 3 na magoli mengi sana, lakini kwenye mchezo ambao alikuwa anausubiria ili aweze kufuzu kuelekea hatua ya robo finali ni kati ya Al Ahly na FAR Rabat, ambapo Young African alikuwa anategemea au anaiombea Al Ahly waibuke na ushindi kwenye huo mchezo, kwa na Al Ahly ndo alikuwa wenyeji wa mchezo huo ambao ulipigwa kule Cairo, Misri, ambapo walikuwa wanamkaribisha FAR Rabat, ambapo National Al Ahly itabidi washinde ili Young African wapate upenyo wa kuvuka hatua inayofuata ya kwenda kwenye robo finali. Lakini maombi ya Young African yamegonga mwamba, ambapo Young African wenyewe walitimiza wajibu wao kwa kushinda goli 3 na mshindi mzuri kabisa wa goli 3 na kukusanya alama zote 3 kutoka kwa JC Kabylie, mchezo ambao ulipigwa kule New Aman visiwani Zanzibar. Lakini mchezo ambao walikuwa wanasubiria maombi yao makubwa ni Al Ahly, na yaligonga mwamba, ambapo Al Ahly walitoka bila, yani sare ya bila kufungana dhidi ya FAR Rabat. Hivyo basi FAR Rabat anakuwa na pointi 9 kwenye msimamo na Young African anakuwa na pointi 8. Endapo kama FAR Rabat angepoteza mchezo huo, wangekuwa wote wana jumla ya pointi 8, lakini wangeangalia head to head, Young African alikuwa wapo sawa, lakini wangeenda kuangalia kwenye takwimu ya magoli, ambapo Young African alikuwa na advantage ya kuwa na goli nyingi, kwani kwenye mchezo wa mwisho alishinda goli 3 kwa bila dhidi ya JC Kabylie. Lakini kutokana na sare hiyo, FAR Rabat na Al Ahly ndo wanaibuka videdea wa kundi hilo. Al Ahly anaongoza kundi na FAR Rabat anakuwa nafasi ya pili, hivyo basi wanaenda hatua inayofuata ya robo finali. Sasa baada ya Young African kupoteza mchezo nafasi hiyo ya kwenda robo finali, tunafahamu msemaji kati ya Ahmed Ally na msemaji wa Young African wamekuwa kwenye competition kubwa sana, kwani wote walikuwa wanazitetea timu zao na wote walikuwa wakiwa wanazisema timu zao. Sasa baada ya Young African jana kushindwa kufuzu kuelekea kwenye robo finali, maombi yao yakigonga mwamba, ambapo Al Ahly walitoa sare, Ahmed Ally ambaye ni msemaji wa CAF, msemaji wa Simba Sport Club, ambaye ni mtani wa jadi wa Young African, ameposti kwenye akaunti yake ya Instagram na kuandika caption maneno kama, maana ameposti picha ya Duchu akicheka, na kwenye caption ameandika maneno kama haya, ameandika mamae robo finali ya konyo. Haya ndo maneno ya Ahmed Ally, nitarudia, ameandika mamae robo finali ya konyo. Nasoma kama alivyoandika, kwani unavyoona hivyo ndivyo alivyoandika Ahmed Ally kwenye peji yake ya Instagram. Na huu ni utani ambao umepitiliza sana, maana tunafahamu msemaji wa Young African alijitamba sana kwamba Young African watapita kwenye hatua hiyo na wataenda kwenye hatua inayofuata, kwani ukianza kuangalia Simba na Yanga ni watani wa jadi. Hivyo basi Ahmed Ally ameisema Young African na amewatania Yanga kwa kuandika mama robo finali ya konyo, na hii ni yote ni ya kimchezo baada ya Young African kushindwa kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Sasa tutakutana kwenye NBC Premier League, ligi kuu ya Tanzania. Je, nini kitaendelea, au wewe unaonaje maneno ya Ahmed Ally hayo? Tukutane kwenye comment hapo, wewe shabiki wa Yanga, wewe shabiki wa Simba, tukutane kwenye comment. Je, unasemaje maneno ya Ahmed Ally kuelekea kwa msemaji wa Young African? Yupo sahihi au amefeli? Tukutane kwenye comment hapo, na nikukumbushe tu, wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.